Mheshimiwa Anna Semamba Makinda, Spika mstaafu, bibi yetu Mama Fatma Karume, mjane wa rais wa kwanza wa Zanzibar, Mheshimiwa, kuna watu hapa wametajwa lakini sijawaona ndani, Mheshimiwa Balozi Asha Rose Migiro, kiongozi mzito sana, nafasi zako nyingi sana, shinda hata nitumie hivi kwa siku ya leo, lakini wacha nitumie ile kabisa ya naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa mstaafu, ndugu Dina Mosha, mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya jukwaa la wanawake, ndugu Hadija Shah, katibu wa kamati ya maandalizi ya jukwaa la wanawake, viongozi wa chama na serikali walioko hapa, viongozi wetu wa dini na viongozi wa kimila, washiriki wote wa jukwaa la wanawake. Nianze na kuwashukuru sana kwa heshima mlionipa ya kuwa mgeni rasmi wa kufungua kongamano hili la safari ya mwanamke. Wakati nikipewa huu nilikuwa nimeshafanya commitment ya kufanya shughuli nyingine, lakini na tatizo moja, nikiombwa shughuli inayohusu wanawake napata tabu sana kukataa. Na hasa pale mkuu wa mkoa anapokupigia simu mara 5, kuna muda nitaka kumwambia mkuu wa mkoa, sasa wewe una nidhamu, umeshasema nimesikia, hebu subiri majibu. Lakini mwishowe nikakubali kuja kushirikiana naye. Nimefurahi kuona watu wenye historia nzito ya mapambano ya wanawake katika nchi yetu, watu ambao wamekuwa kielelezo cha nafasi ya mwanamke katika jamii wako ndani ya ukumbi huu, na naamini vijana wanawake wa kizazi hiki watachukua mengi kutoka kwao katika siku ya leo na kujifunza kuyatumia na kuyafanikisha katika safari ya mwanamke ambayo haitakoma, itaendelea kuwepo. Nitumie nafasi hii pia kuwapa salamu kutoka kwa rais wetu, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye kipekee amebeba heshima kubwa ya mwanamke wa Tanzania. Nimemwaga kama anakuja kwenye mkutano wenu na amenituma niwape salamu nyingi sana. Wanawake wa Tanzania wamefanya kazi kubwa tangia kwenye mapambano ya uhuru mpaka hapa tulipo leo. Sisi kama Watanzania tunayo fahari kubwa kutambua nafasi ya mwanamke katika mapambano ya nchi yetu. Majina mengi yametajwa katika historia ya mapambano ya uhuru wetu ambayo yalishirikisha wanawake. Wametajwa kina Bibi Titi Mohamed, kina Sofia Simba, kina Sofia Kawawa, kina Mwanamvua Mrisho, kina Mtumwa Kitete. Wako waliofanya kampeni za waziwazi, wako waliofanya kimya kimya, wako wanaotajwa kwa sauti kubwa, na wako wasiotajwa lakini walifanya kazi kubwa. Na kwa nafasi ya pekee leo nitatumia nafasi hii kumtambua mmoja ambaye hajatajwa kwa makelele mengi lakini alitoa mchango mkubwa. Tunaambiwa utaratibu wa kupata uhuru katika nchi yetu ilikuwa lazima kwenda kujitetea kwenye Umoja wa Mataifa. Ilibidi lazima rais wa 5 aende New York, Marekani, kuwasilisha hoja ya kwamba Watanzania, Watanganyika wakati huo wako tayari kujitawala. Na mbebaji wa hoja alikuwa Mwalimu Nyerere. Changamoto ya wakati huo ilikuwa ni nauli ya kumfikisha huko. Kwa tutafute nauli, tunapata namna gani? Tunaambiwa katika historia ambayo haisemi sana kwamba Mzee Rupia ndiye aliyetoa fedha nyingi kuliko wote, lakini bado fedha aliyotoa haikutosha.
tunaambiwa mke wa Abdul Sykes akiitwa Mwamvua Mrisho aliwaambia wenzake kwenye kikao kwamba bado tunaweza kuchangisha watu wengi na hasa wanawake, wakatoa hela ikatosheleza. Katika uchangishaji huo ulioshirikisha wanawake, aliyeongoza ni mwanamama akijulikana kwa jina la Mtumwa Kitete, ambaye alikuwa akifanya biashara ya kuuza vitumbua na uji Kariakoo. Na ni kupitia kwake kwenye eneo lake mijadala mikubwa ya uchangishaji ilifanyika na fedha ya kujadilizia ilipopatikana. Hawa ni mashujaa wa kimya kimya, silent warriors, ambao hawatamki, lakini anawakilisha kipekee ushiriki wa wanawake katika mapambano haya, akiwa muuzaji wa vitumbua na muuzaji wa uji, lakini alikuwa na ushawishi wa kipekee. Na mwanamke mwingine anaitwa Samia Suluhu Hassan, ambaye katika kipindi cha miaka minne ya utawala wake huu sasa wa 5 ametoa uongozi wa kipekee kwa nchi yetu. Watu wanaweza wakabishana kuhusu mambo mengine, lakini hakuna anayeweza kubisha kwamba uchumi wa nchi yetu umekuwa katika kipindi chake. Maendeleo ya Tanzania yamekuwa katika kipindi chake. Sasa hivi uchumi wetu unakuwa kwa 5.5% kwa mwaka, na haujakoma kukua. Mfumuko wa bei umeshuka, sasa tuko kwa 3.5%, katika mazingira ambayo kila mtu angefikiri kwamba katika mazingira ya kawaida ya mfumo dume sasa mwanamke hataweza. Lakini kwenye miradi mikubwa ya kimkakati ambayo kila mtu alifikiri sasa baada ya marehemu rais wetu mpendwa Magufuli kufariki itakwama, yote imekamilika, na ambayo haijakamilika imebakiza kidogo. Na si kwa bahati mbaya, kwa sababu alilihutubia taifa akasema kwa kujiamini, miradi aliyoianza rais aliyemtangulia tutaikamilisha. Tunapata heshima Tanzania, Afrika Mashariki, Afrika na duniani kwa uongozi wa rais mwanamke. Kama kuna jambo ambalo wanawake wa Tanzania wanapaswa kujivunia bila haya, ni kwamba mwanamke ameonyesha kwamba wanawake wanaweza. Katika kipindi cha miaka 4 iliyopita, pato la mwananchi mmoja mmoja unapofanya kwa asilimia limekuwa kutoka dola za Kimarekani 1080 mpaka 1277, kiwango ambacho hakijaonekana siku za karibuni katika nchi yetu, chini ya jemedari mwanamke, chini ya jemedari mwanamke. Na hilo ndio jambo ambalo ni kubwa sana. Lakini chini yake vikao vya halmashauri kuu ya taifa CCM na mkutano mkuu vimepitisha ilani ambayo inatoa kipaumbele cha pekee kwa wanawake wa Tanzania. Ilani inayosisitiza kuongeza ushiriki wa wanawake katika uongozi wa nchi yetu. Ilani inayoongelea kulazimisha kupunguzwa kwa riba katika mikopo mbalimbali ya biashara ili wanawake wafanye biashara. Ilani inayoongelea kuboresha mazingira ya biashara ili wanawake wafanye biashara. Ilani inayoongelea kuongeza nafasi ya wanawake kujiajiri na kuajiri watu wengine.
ili nafasi ya mwanamke katika jamii yetu ikue zaidi. Lakini pia ilani inayoongelea umuhimu wa kurasimisha biashara za wanawake ili ziwe na tija zaidi kwa taifa letu. Wanawake katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sasa wamefika 37%. Na kwa kuwanong'oneza tu ni kwamba ile 37% haina ukomo, juhudi zenu tu kutoka hapo. Na kila nafasi tunayopata ya kusukuma maendeleo ya wanawake tunaifanya. Wako hapa dada zangu na mama zangu, Mama Zakia, Mama Asharozi Migiro na Ana Makinda, wote nimekuwa nao kwenye kamati kuu. Wanajua ambavyo inapohusu nafasi ya kumtetea mwanamke mimi huwa sina aibu. Mimi natetea wanawake. Mimi natetea wanawake kwenye vikao vya siri na mikutano ya waziwazi. Jambo sina haya nalo, kwa sababu natambua umuhimu wa wanawake katika kujenga nchi yetu. Natambua ambavyo wanawake ni waaminifu zaidi katika utumishi wa umma. Natambua ambavyo wanawake wakichukua jukumu wakakubali kulifanya, wanalifanya kwa moyo. Na ndio maana ni kwa maslahi ya nchi yetu kuendelea kuwapa wanawake nafasi ya kuongoza na kusimamia uchumi. Niliwahi kusema siku moja mwaka 1990, baba yangu mzazi ni marehemu sasa, katika mazungumzo yetu ya kawaida aliniambia kama kuna kitu anakitamani sana ni kuona nchi yetu inakuwa na rais mwanamke. Na wakati ule mimi nilimuuliza, sasa unaposema nchi yetu itakuwa nzuri ikiwa na rais mwanamke, unadhani katika wana viongozi wanasiasa walioko nani angeweza kuwa rais? Akasema wako wengi tu. Nikaambia mtajie mmoja. Akasema hata yule Ana Makinda anaweza kuwa rais mzuri. Of course maneno yake aliniharibu kidogo, kwa sababu Ana Makinda alipokuja kutafuta uspika mimi nikawa kindaki na mpigania, kwa kukumbuka kwamba huu ni wasia wa baba kwamba wanawake wanaweza na huyu ni mmoja wao. Na bahati nzuri baba yangu alifariki wakati Mama Samia akiwa rais. Kwa hiyo hamu yake ya rais Tanzania kuwa na rais mwanamke ilifikiwa. Sasa sina hakika, pengine aliwahi kuota ndoto kwamba nchi ikiwa na rais mwanamke atateua mgombea mwenza kuwa mwanae. Na kwa bahati nzuri katika kupata urais mara ya kwanza Mama Samia alikuwa na CV nzito sana. Maana kabla ya kuwa rais alishakuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa ya CCM kwa karibu miaka 20. Na alishakuwa mjumbe wa kamati kuu kwa karibu miaka 20. Alishakuwa waziri wa serikali ya Mapinduzi Zanzibar na serikali ya Jamhuri kwa karibu miaka 15. Na alishakuwa makamu wa rais kwa miaka 5. Ukiangalia katika historia nani alipitia yote hayo alafu ndio akawa rais. Kwa maana tu mtiririko wa historia yake kila mtu angeshangaa kama ambavyo asingeimudu nafasi yake barabara, kwa sababu waliokosea aliwaona, waliopatia aliwaona. Kwa hiyo alikuwa na mambo mengi ya kujifunza, na ndio maana sasa kwa historia hiyo na mtiririko wake huo ndio maana nchi inaenda kasi, kwa sababu hakuna anayeweza kumdanganya, anajua nchi iendelee inatakiwa nini. Mimi nina historia ndefu sana na wanawake. Wakati nikiwa darasa la pili, ambao vijana wa sasa hivi hawezi kujua, wakati ule zamani hii mipira ya kuchezea na nini ilikuwa sio rahisi kupatikana, na ama mnatengeneza soksi, mnazikunja, mnajaza makaratasi ndio mnatengeneza mpira.
wajanja kama tulivyokuwa sisi tunatengeneza utomvu. Unajua utomvu? Kuna miti inaitwa minyaa. Wangapi wanajua minyaa? Karibu wote mnajua. Sasa ile minyaa mnavizia utomvu mzito ule tunatengenezea mpira. Ingia kwenye jicho unaweza kufufuka. Kwa mnafanya ile kazi kwa makini sana. Sasa mimi miaka 80 huko, siku moja katika kutengeneza hii mipira, utomvu mzito ukanirukia kwenye macho. Waliowahi kuonja habari ya ule utomvu kupata kwenye macho wanajua habari yake. Sasa kaanza kutafutwa, anasema dawa pekee inayoponya ni maziwa ya mama anayenyonyesha. Wakaanza kutafutwa wanawake wanaonyonyesha. Haikuwa shughuli ndogo, lakini mara akapatikana mwanamke anapita na mtoto mmoja kabeba, mwingine kashikilia. Wakamuuliza, mama unanyonyesha? Akasema ndio. Tuna dharura hapo mwenzetu macho, amleteni. Akaniminyia shui. Macho yangu yakapona pale. Yakapona. Nikajifunza mambo mawili. Kwanza, ili mtu akusaidie, ili umsaidie mtu sio lazima uwe unamfahamu. Ili umsaidie mtu sio lazima uwe unamfahamu. Kila binadamu unayemuona ni ndugu yako. Ndio la kwanza nilojifunza. La pili, nikajifunza kwamba dawa sio vidonge peke yao, kina mama pia ni dawa. Nielewe. La mwisho katika ninayoyasema leo, mwanamke yoyote Tanzania na duniani, ukimuuliza jambo la muhimu kwako kuliko yote ni nini? Jambo la muhimu kwako kuliko yote ni nini? Atakujibu amani. Atakujibu amani. Wanawake si wa binafsi. Wanawake sio wa binafsi. Wanawake wanapotafakari kuhusu nchi, wanawaza kuhusu wazazi wao, watoto wao, jirani zao. Na ndio maana kwenye ajali mbalimbali mara nyingi wanaume wanakumbuka watoto wao wakati wametoka kwenye eneo la tukio. Kama umetokea moto, mwanaume anakumbuka mtoto wakati kashatoka nje ya nyumba, kashakimbia, nimemwacha mwanangu. Wanawake mara nyingi wanakufa na watoto wao ndani ya moto. Hata katika mahusiano ya ndoa kuna mazingira ambayo mwanamke anachoka kabisa, hataki kuendelea na ndoa hiyo, na kila siku anakuwa analia. Lakini ukimuuliza kilio chote hiki, mbona uondoki? Anakuambia wanangu. Anakuambia nini? Wanangu. Isingelikuwa wanangu ningeshaondoka. Lakini wanangu wataishije? Nani atakuja kuwatazama? Je, hawatateswa? Hicho ndio kinachoniweka hapa. Na hivi ndivyo ambavyo wanawake wanalitazama taifa letu. Wanataka nchi yetu iendelee kuwa na amani, nchi yetu iendelee kuwa tulivu. Nataka nitumie nafasi hii kuhakikishia wanawake wa Tanzania kwamba CCM inatambua dhamana yake ya kulinda amani kwa nchi yetu. Nataka niwahakikishie viongozi wa mila, viongozi wa dini, viongozi wa taasisi za kijamii, niwahakikishie Watanzania kwamba maoni yenu yanayohusu kuendeleza amani na utulivu katika nchi yetu hatujawahi kuyapuuza kama Chama cha Mapinduzi.